huu ikasikilizwa na sisi tukatoa hati za viapo. Bahati nzuri Mahakama Kuu ilitoa uamuzi wake. Sasa siku zote ni vizuri turejee hoja zilizowasilishwa Mahakama Kuu kupinga uhalali wa tume, na ni hoja hizo bado zingine zinaendelea kupinga taarifa ya tume. Mimi naamini Mahakama Kuu ilijibu hoja nyingi sana za msingi. Mtakumbuka Mahakama Kuu kulikuwa na hoja kwamba haina imani na wajumbe wa tume, kwamba wajumbe wa tume wana maslahi yenye migongano, kwamba wajumbe wa tume umri wao miaka zaidi ya 60. Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha wanasheria Tanganyika? Kwa nini hakuna wajumbe kutoka chama cha madaktari, baraza la maaskofu, BAKWATA, taasisi za kiraia? Na kulikuwa vile na hoja, kwa nini wale vijana ambao hawana ajira hawakufanywa kuwa wajumbe wa tume hii? Na majibu ya Mahakama Kuu yamechangia katika kuongeza jurisprudence ya tume za uchunguzi, kwa sababu maamuzi kuhusu tume za uchunguzi ni maamuzi machache, na sheria ya tume hii ni ya zamani kidogo, ilitungwa mwaka 1928, na tangu wakati huo kumekuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo uamuzi wa Mahakama Kuu umezingatia mabadiliko yaliyotokea, mabadiliko ya haki za binadamu, mabadiliko ya kuwalinda mashahidi, kutoa haki kwa mtu ambaye anatajwa na tume lakini hana nafasi ya kujitetea. Na ndio mnakumbuka wakati fulani ilikuwa kwamba mashahidi wanataka kuja kutoa ushahidi, tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha. Na tulikuwa tunawasikiliza kwa faragha kwa sababu mashahidi wengine walikuwa wanataja majina ya watu kwa majina. Sasa ukiruhusu majina yale yasambae na umpi muhusika nafasi ya kusikilizwa, tayari kuna maamuzi ya Mahakama Kuu katika nchi nyingine ambayo yanakataza jambo kama hilo. Kwa hiyo hatua ya uhalali nadhani tumetoka pale, na sasa tuko katika hatua ambayo ni nzuri sana. Mimi uamuzi wa Mahakama Kuu nauona ulikuwa ni muhimu sana, kwa sababu unagusia vile uhuru. Tunaposema tume ni uhuru, tunazungumzia nini? Na Mahakama Kuu ikasema uhuru ni taratibu ambazo zinaifanya zinakuwa uhuru. Kwanza kuna kiapo ambacho kinamtaka kila mjumbe kufanya uchunguzi kamili kwa uaminifu, bila upendeleo, na katika kujibu zile hadidu za rejea. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika masuala kama hayo uhuru wa tume hautegemei ni nani au nani alikuwa akifanya kazi gani, lakini inategemea, je, atafuata zile taratibu ambazo zinamlazimisha afanye kazi yake kwa haki. Jambo lingine ambalo limezungumziwa sana ni kuhusu tofauti kati ya maoni na mapendekezo ya tume na yale ambayo wananchi saizi wanatoa maoni yao. Mheshimiwa Mwenyekiti ameonyesha methodolojia tuliyotumia. Kwa hiyo maoni yetu yanatokana na methodolojia, na pengine ni vizuri wale ambao watakuwa wanatoa maoni watasaidia sana jamii vile kama watakuwa wanaonyesha na wao methodolojia waliotumia hadi kufikia yale maandiko. Tusije tunatumia methodolojia ya akili unde, inakuandikia, unafanya marekebisho kidogo, unasema haya ni maoni yako. Lakini sisi tunasema maoni yetu yanatokana na ushahidi, na kila kitu ambacho tunakisema unaweza kurudi na kupata huo ushahidi upo, kwamba kuna watu wamesema hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunaona kwamba hilo linafanya maoni yetu tofauti na maoni ya watu wengine kwamba yana uzito kabisa.
Jambo lingine ambalo limejitokeza ni kuhusu haja ya tume za kimataifa ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Haikutikisa tu Tanzania, ilitikisa dunia nzima, na nchi nyingi duniani zilitaka kujua ni mambo gani ambayo yametendeka Tanzania. Kwa hiyo dunia ina haki ya kujua kinachoendelea Tanzania. Swali ambalo watu wanauliza, je, dunia ina haki kwa sasa kuingilia na kuweza kuunda tume kabla Tanzania haijakamilisha utaratibu wake uliojiwekea wa kisheria na wa kikatiba? Hilo ni swala la msingi ambalo wale wanaotaka tume za kimataifa ni lazima watoe majibu. Na tume ya kimataifa itaalikwa na nani? Itapewa hadidu za rejea na nani? Itatumia sheria gani kufanya uchunguzi? Itapata nguvu gani ya kutembelea mikoa, kuwatembelea maaskari, magereza na kuwalazimisha watoe taarifa? Sasa hayo mambo ni vizuri tuwe tunazingatia kabla hata ya kufikiria hizo tume za kimataifa. Na Jumuiya ya Mataifa inaangalia mambo mawili kwa Tanzania kwa sasa. Je, tunaonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kweli wenye matokeo ya kuwajibisha? Hilo ndio swali Jumuiya ya Kimataifa je, tuna hiyo dhamira? Tunaonyesha dhamira? Na kwa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ni dhamira. Ni dhamira tosha kwamba tunakusanya taarifa, tunatafuta ukweli, tunatafuta ushahidi, na tukishapata hizo taarifa ndio sasa tunaamua swala la uwajibikaji. Na unakumbuka kwamba hii sheria, hata hukumu ya Mahakama Kuu ilisema kazi ya tume sio kutoa hukumu, sio kutaja fulani amekosea, fulani anatakiwa kufanya hivi. Hapana. Na tukimtaja mtu atakimbia Mahakama Kuu, ataomba amri, na aya zote tunazomtaja bila kumpa nafasi ya kusikilizwa zitafutwa. Na ipo mifano, Mahakama Kuu Kenya ilishawahi kufanya hivyo, Mahakama ya Juu ya Canada ilishawahi kupokea hoja hiyo kwamba kuna watu walitajwa katika tume lakini hawakupewa nafasi ya kusikilizwa, ikabidi aya zote zilizowataja ziondolewe. Kwa hiyo tulichukua hiyo tahadhari kutokana na uzoefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo ili swala la tume ya kimataifa vile vile tuliangalie kwa kuangalia mamlaka makubwa ambayo sheria yetu ya tume ya uchunguzi imetupa, ambayo imetusaidia kupata ushahidi. Sheria hii imetoa amri kwa viongozi wote wa umma watoe ushirikiano. Ni lazima watoe ushirikiano, na ndio maana tulipata ushirikiano wa hali ya juu. Taarifa zetu ni nyingi ajabu. Tuliuliza maswali mengi kuhusu masuala mengi ya kisiasa, ya kiuchumi, tulipewa nyaraka, tulipata ushahidi. Sasa ile nguvu inatokana na sheria yetu. Sasa kama kuna tume ya kimataifa itakayokuja, kwanza lazima wawe na majadiliano na serikali ya Tanzania. Hiyo tume itakuwaje? Nguvu zake zitatoka wapi? Anapoomba nyaraka akikataliwa atafanya nini? Kwa mfano sisi ilikuwa nyaraka, mtu akitunyima nyaraka tuna uwezo wa kumlazimisha kama vile Mahakama Kuu inavyokulazimisha. Hilo ni moja ambalo ni jambo ambalo nimeona niligusie kwa sababu linazungumzwa sana. Na hili jambo ni muhimu kwa sababu kazi ya tume ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza ni kuainisha mambo ambayo ni vyanzo vya changamoto ambayo tumekumbana nayo, na muda wa kukamilisha baadhi ya masuala kabla ya uchaguzi ujao, muda huo ni mfupi. Sasa tunaposema kwamba twende kwenye mlango wa kimataifa,
je, tutaendana na kalenda iliyopendekezwa na tume kwamba mwaka 2028 tuwe tumemalizana na masuala ya kisiasa, Hilo ni jambo ambalo limezungumzwa. Kuna jambo lingine ambalo limezungumzwa vile vile, hii taarifa ni ya nani? Hii taarifa ni ya Mheshimiwa Rais. Hiyo ni wazi kabisa. Na sheria zote za tume za uchunguzi nchi zote, ambaye anayeunda tume ni Mheshimiwa Rais, ndiye ana mamlaka, na taarifa anapelekewa yeye. Pengine swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, Mheshimiwa Rais anapopokea taarifa anafanya nini? Kuna mambo yanafanywa na ametajwa katika kifungu cha 21 cha sheria. Rais akiona upelelezi wa ziada unatakiwa au mashtaka yanastahili, anaweza kumwagiza DPP au kuagiza polisi kuanzisha upelelezi wa kufungua mashtaka. Na hayo ndio yalifanyika katika ile tume ya Jaji Kipenga, ambayo nilikuwa na bahati kwamba nilikuwa mmoja wa mjumbe. Ile tume ilipokaa, hadidu zake za rejea ziliwagusa askari moja kwa moja, kwa sababu kulikuwa tayari kuna ushahidi, wale wachimbaji walikuwa wamekamatwa wapi, wamefungwa pingu. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana, zile hadidu za rejea zililenga watu ambao tayari walikuwa wanajulikana. Ni tofauti na hadidu za rejea zetu. Hatujui hadi sasa, tumepata ushahidi, nani walipanga, nani waliratibu, nani walihusika, nani walifadhili. Lakini tunasema kwa misingi ya haki, hebu tuwape nafasi kupitia utaratibu mwingine nao waweze kujibu hiyo hoja, huo ushahidi. Ndio tofauti yetu, kwa sababu hatuwezi kukimbilia kuwajibisha bila kuwapa nafasi ya kusikilizwa. Na ukimwajibisha mtu bila kumsikiliza, Mahakama Kuu imejaa maamuzi ambayo watu waliwajibishwa bila kufuata utaratibu na walilipwa fidia. Kwa hiyo hatutaki kuingia katika huo mtego. Na tume ya Jaji Kipenga, mtakumbuka kwamba katika ngazi ya tume tulikuwa tunafikiria kwamba wale wachimbaji waliuawa Sinza katika ule ukuta wa posta. Lakini ilipofikia hatua ya DPP na polisi kufanya upelelezi wa ziada, ndio ukweli ukaibuka. Kwa hiyo katika hatua ya tume unaweza kupata ushahidi ambao utahitaji kujazia. Na kujazia lazima uende kwenye hatua inayofuata ili uweze sasa kumwajibisha. Na kumwajibisha mtu ni rahisi sana. Kwa mfano, kila taasisi iliyoundwa kwa mujibu wa sheria na katiba kuna wajibu. Jeshi la polisi wana taratibu za ndani za kuwajibisha, kuna taratibu za nje za kuwajibisha. Sasa hayo yote yatakuwa ni sehemu ya awamu inayofuata. Na vile vile kuhusu kupokea ripoti kwamba ni ripoti ya Rais, tukumbuke wote tunafahamu Mheshimiwa Rais amekuwa akisema kwamba ripoti hii itamsaidia katika maridhiano, katika majadiliano ya katiba. Nadhani tuwe na matumaini kwamba tukifikia hatua hizo, sehemu mambo mengi zaidi katika hii taarifa yatajitokeza na yatakuwa wazi, kwa sababu Mheshimiwa Rais kifungu cha 21 kinasema akiona kuna haja ya hatua zozote kuchukuliwa dhidi ya mtu au watu wote, ana mamlaka ya kufanya hivyo. Anaweza kuagiza aliyesababisha madhara kulipa fidia. Hayo yote yako ndani ya mamlaka ya Rais katika sheria ambayo tunayo sasa. Hata swala la kuzuia taarifa isichapishwe, ukisoma kifungu cha 21 kifungu cha 3,
Mheshimiwa Rais anaweza kuelekeza taarifa ya tume au sehemu yoyote ya taarifa hiyo isichapishwe. Na kuna mambo mengi siku hizi ya kuzingatiwa. Kuna taarifa binafsi nyingi sana za watu mle ndani, taarifa nyingi ambazo mashahidi wengine walituomba hawataki taarifa zao zitoke nje. Kwa hiyo hata kama ikifikia hatua ya kutoka, kuna mambo lazima hayatatoka kwa sababu ya kulinda, na kuna sheria ambayo inalinda taarifa binafsi, na tunaheshimu vile vile matakwa ya wale waliojitokeza. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tumeona vizuri ni tuyazungumzie. Na kuna watu wamempigia Mheshimiwa Mwenyekiti simu wakiomba kwamba pengine ifikie siku ambayo taarifa hii pamoja na picha zote za video iwekwe kwenye makumbusho ya taifa, kwa sababu matukio ya tarehe hizo 29 na siku zilizofuata, baada ya miaka inaweza kusahaulika, tukarudia makosa yale. Kwa hiyo amesema pengine ikimpendeza Mheshimiwa Rais, ifikie wakati uende makumbusho ya taifa uweze kuona kila kitu, picha zote, video zote ambazo zinazunguka, ili vizazi vijavyo viweze kuona kilichotokea na kuzuia isirudie. Jambo lingine ambalo nilikuwa naomba, ambalo limejitokeza sana, ambalo ni la hatari kidogo, la katiba inasema wazi kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na maoni. Sasa kuna vikundi ambavyo vinataka maoni yao ndio yasikike, na hii unaiona dhahiri kwenye mitandao ya kijamii. Mtu akijitokeza akitoa maoni yake anashambuliwa kama nyuki. Nadhani hiyo sio afya katika hatua ambayo tunakwenda. Tunataka tuwe na soko la mawazo. Kila mtu anatoa mawazo yanashindana. Mtu ambaye hukubaliani na mawazo yake unamsikiliza, na wewe unatoa maoni yako na mawazo yako. Lakini tabia ya kuzima mawazo ya wengine, sisi wengine baada ya taarifa kutoka, tumepokea simu za matusi zaidi ya 300. Kwa sababu kuna mtu hataki maoni yetu yaliyopatikana